Lakini ngwaro ni mole mke wa pili. Kwa Swaiba sasa unataka kushindana na mkeo kwa kumuongezea mke wa pili. Hauoni kama ndo utakuwa umezidisha tatizo? Kwa sababu kwa namna ninavyoelewa mimi, hekima ya kuongeza mke wa pili inatakiwa itokane na msukumo wa mapenzi ya kweli, uhitaji wa dhati na huruma ya ndani kwa yule ambaye amekugusa katika moyo wako kiasi ambacho ukaamua kumtunuku upendo wako au kumridhia sasa kumvisha taji la utukufu na heshima ili yawe mke wako. Na wala hii sio dhambi. Sio dhambi kabisa, wala sio ukatili wa kijinsia kuongeza mke mwingine. Isipokuwa tu kuna namna wanawake wanabisha kukubaliana na uhalisia ulivyo kuhusu uumbwaji wa mwanaume. Lakini nature tayari imeshabainisha mwanaume kapewa kibali cha kuweza kumiliki mwanamke zaidi ya mmoja na wote akawapenda vizuri. Na hii sasa huwa inatokea kwa sababu mwanaume huwa anapenda kutokana na maamuzi yake na sio kuathiriwa kihisia kama ilivyokuwa mwanamke. Kwa hiyo Swaiba, na kuomba tena na kusihi sana kuhusu mambo ya ndoa, usije ukatumia kibali chako cha wanaume kwa kuongeza wanawake ovyo kwa sababu ya sifa au kumkomesha mke wako. Mwanamke huwa akomolewi kwa kuongezewa mwanamke mwingine. Kwa sababu kiuhalisia, kama ni sababu ya usumbufu na matatizo au changamoto zilizokufanya umuongezee mke wa pili, jua kwamba kila mwanamke ana matatizo na changamoto zake. Unajuaje kama huyo utakayemuongeza ana changamoto na matatizo zaidi ya huyo? Unaongeza mzigo. Na ndio maana sasa ndoa na mahusiano yoyote yenye mafanikio basi ujue yanatokana na ukomavu wa akili ya mwanaume pamoja na ushupavu wa hisia za mwanamke. Tuliza akili, usikimbilie kuongeza mwanamke. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Sabrina. Mimi hata sijui hicho unachokizungumza ni kitu gani ndugu yangu. Lakini na kakaangu pembeni hapa na Imani atakusaidia. Yeye anajua vitu vingi sana. Ana akili huyo. Ana akili kubwa sana. Niko naye hapa. Ya. Basi nakurudia. Eti kaka Mwanji. Hivi haya masuala ya mgawanyo wa mali, kuna rafiki yangu ana issue na mume wake. Na hisi wanachana, kwa hiyo mgawanyo wa mali wanataka kujua process. Kwa wanataka kupata uhakika ili asije kadhulumiwa. Sekela. Hii ni issue ndogo sana. Ndogo sana mno. Hatua ya kwanza anatakiwa kwenda kwa mjumbe. Baada ya hapo anaenda serikali za mitaa. Na baada ya serikali za mitaa anakwenda polisi. Akifika polisi issue yake inakuwa simple, tena simple sana. Na bahati nzuri pale polisi nina wengi najuana nao maaskari. Kwa kesi yake itakuwa ni rahisi. Karibu madam. Wewe, kuna pesa bosi wako alikuachia eh? Ndio. Nipatie. Lakini tayari na utaratibu wake na kuna mtu anakuja kuchukua kwa sababu ya mzigo. Unasema nini? Nimekuambia naomba hiyo pesa. Tena sasa hivi. Na hata yeye mwenyewe akija utamwambia mimi ndo nimekuja kuchukua. Na sio tu pesa. Umeona hii mashine? Mashine inaondoka. Kuna mteja anakuja kuiangalia, ni bora niiuze kwa sababu nimeshachoka. Asilete mimi mambo ya kijinga. Mimi mbona nimekaa nimejituliza? Mimi mbona sifanye mambo ya kipumbavu? Yeye kapata hela kidogo tu, kashakuwa malaya, pesa sizioni, anachukua anapeleka kwa wanawake. Alafu mimi nifanye nini? Asinichanganye.
asinichanganye na liwalo liwe. Mashine inaondoka afu nipatie hiyo pesa. Madam, sasa unawezaje kuchimba kaburi lako kwa mikono yako mwenyewe? Una uhakika kesho utapata mtu kukuzika? Relax. Naelewa jinsi ambavyo unajisikia kwa sasa hivi, lakini pia lazima ujifunze namna ambavyo wanaume wanafikiria. Tuko tofauti sana. Japokuwa wengi nyinyi wanawake huwa mnaamini kwamba sisi wanaume kuna namna tunafanana sana na nyinyi. Yaani mnatutafsiri kulingana na taswira mlizokuwa nazo nyinyi, kitu ambacho ni tofauti kabisa. Kwa sababu kiasili pia mwanaume huwa anaendeshwa kwa mantiki na mwanamke huwa anaendeshwa kwa hisia zake. Na ndio maana sasa ni rahisi mno kumuona mwanaume yuko na wanawake wengi, lakini bado akawa anampenda mwanamke mmoja tu ambaye ni mke wake. Kitu ambacho kwa mwanamke hicho ni ngumu kudivide hisia zake kwa wanaume wengi tofauti na mwanamume aliyokuwa naye ndani. Naomba nielewe kitu kimoja. Ni makosa mno kuutafsiri upendo wa mwanaume kwa sababu tu ya matendo mazuri ambayo amekufanyia. Lakini pia ni makosa vile vile kuukosoa upendo wa mwanaume kutokana na makosa mabaya aliyokufanyia. Mwanaume kukukosea haimaanishi ndo kwamba hakupendi. Upendo ni amana kwa mwanaume, na mwanaume aliyekupenda kweli, upendo unabaki kuwa dhamana ya maisha yako yote. You just forget about any mistake he has done. Anaweza kufanya makosa mengi, forget about it. Hakupigia, hakucheat, hakusaliti, you just forget about it. Hakuna ishara yoyote ya upendo hapo. The only point to underline, zingatia dhamana ya kweli ya moyo wake katika maisha yako. Kwa hiyo mimi sikushauri kabisa kuivunja ndoa yako kwa sababu tu mume wako amekusaliti. Yaani uwe sababu ya kuivunja ndoa yako kwa sababu tu mume wako amekusaliti. No. Hii maana yake ni kwamba utakuwa umejisaliti mwenyewe hata katika hiyo ndoa yako nyingine ambayo unataka uikimbilie huko kesho. Msaliti ndio huwa anahukumiwa, na sio mwanzishaji. Ninauma. Naelewa. Na ndio maana ukaitwa mwanamke. Ni jukumu lako kulivumilia hilo. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea.